namna ambavyo mmejipanga kwa ajili ya kuiwezesha sekta binafsi ya Tanzania tunapoelekea kwenye utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa ya Dira 2050 pamoja na mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa ya FYD4. Karibu sana. Kwanza nishukuru kwamba ilikuwa ni fursa ya kutengeneza mwanzo madhubuti wa ushirikiano kati ya sisi kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi pamoja na hii Tanzania Chamber of Commerce. Msingi wake mkubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa ndani, wawekezaji wa ndani na hata wa nje wanapata nafasi zaidi ya kushiriki katika miradi ya ubia ambayo kimsingi ni sehemu kubwa ya utekelezaji wa mpango na dira ya taifa. Tunafahamu wote kwamba kesho tunakwenda kuanza mwaka mpya wa fedha ambao utakuwa mwaka wa fedha wa kwanza wa utekelezaji wa dira ya mwaka 2050, dira ambayo tulikubaliana kama Watanzania kwamba itakapofika mwaka 2050 tuwe na uchumi wa takriban dola trilioni 1. Na baada ya kuiandaa dira uliandaliwa mpango wa muda mrefu unaitwa long term perspective plan ya miaka 25 kwa ajili ya kuitekeleza hiyo dira. Lakini baada ya kuandaa hiyo long term perspective plan, mpango wa muda mrefu wa kutekeleza dira, tuliandaa mpango wa miaka 5. Kwa katika mpango wa muda mrefu wa miaka 25 inaandaliwa mipango ya miaka mitano. Na kwa tumeanza na mpango wa kwanza wa miaka 5 kwa ajili ya kutekeleza mpango wa muda mrefu wa miaka 25 ambao ndio utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Sasa katika mpango huu wa kwanza wa miaka 5 ambao bajeti yake imepita hivi karibuni, ambao sasa inakwenda kuanza kesho, thamani ya mpango wenyewe ni takribani fedha ya Kitanzania trilioni 477, na kufikia mpango huu inahitaji sekta binafsi ichangie takribani 70%. Sasa katika sekta binafsi kuna kitu kinaitwa alternative financing, ambapo public private partnership kwa maana ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ni sehemu kubwa ya utekelezaji wa hicho kitu ambacho kinaitwa vyanzo mbadala vya kutekeleza bajeti. Vyanzo mbadala vya kutekeleza bajeti na hususani katika utaratibu wa ubia ni kwa lengo la kwanza kuvuta mitaji ya kampuni binafsi kuja kutekeleza majukumu ambayo kimsingi yalipaswa yatekelezwe na serikali, lakini sababu ya pili ni kuvuta teknolojia ya sekta binafsi ili kusudi iweze kuleta tija zaidi katika miradi au programu za serikali, lakini vile vile ni kuleta ufanisi wa kimanagement ambao upo katika sekta binafsi. Sasa tunaona kwamba ukiletwa katika sekta ya umma utaongeza tija katika uzalishaji na uendeshaji wa miradi ya serikali. Kama nilivyosema kwamba miradi ya ubia ni mali ya umma kabla, wakati na hata baada. Kwa tunapovuta mitaji, tunapovuta teknolojia, tunapovuta ufanisi wa kimanagement ni kwa ajili ya kutekeleza miradi hii ambayo kimsingi ni kwa manufaa ya umma. Ni jukumu la serikali kujenga barabara, lakini serikali ikiingia ubia na sekta binafsi, kampuni binafsi kwa ajili ya kujenga barabara ya kulipia, maana yake ni kwamba serikali inaokoa fedha hiyo ambayo ingeweza kuitumia hapo ielekeze kwenye maeneo mengine ambayo hayana mvuto wa sekta ya binafsi. Na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunatumia hii ubia kama nguzo, na maelekezo yake ametoa hata leo wakati wa siku ya gawio kwamba ni lazima mashirika ya umma yajielekeze kwenye kutumia ubia ili kupunguza mzigo wa kutumia kodi ya serikali kwenye mambo ambayo tayari yana mvuto wa sekta binafsi. Na ni uzoefu wa duniani kote kwamba tunavyotumia sekta binafsi hususan katika ubia tunaongeza ufanisi wa kiuendeshaji, tunapunguza hasara ambazo zinatengenezwa na mashirika haya ya umma, na kwa hiyo kuna kila sababu ya kutumia sekta hiyo katika muktadha huu. Sasa nimezungumza hapa kwamba mpango huu wa miaka 5 ambao unaanza utekelezaji wake kesho ni mpango ambao unagharimu kiasi hicho cha dola cha shilingi trilioni 477, lakini dira yenyewe ya mwaka 2050 tunazungumzia kujenga uchumi wa dola trilioni 1. Tukisema uchumi wa dola trilioni 1 maana yake ni kwamba uzalishaji kwa mwaka itakapofika mwaka 2050 uzalishaji kwa mwaka uwe na thamani ya dola
trilioni 1. Ndio maana halisi. Sasa ukitazama katika picha pana leo ikiwa ni siku ya mwisho ya kukamilisha miaka 25 ya dira ya wakati wa Mzee Mkapa mwaka 2000, jumla ya uzalishaji ukichukua kwa kila mwaka kwa miaka 25, jumla yake yote inafika takriban dola trilioni 1.15. Kwa hiyo ni roughly dola trilioni 1 ndio kiasi ambacho tumekizalisha katika miaka 25, jumla ya miaka yote. Lakini tunapozungumza kwenda kutengeneza dira ya mwaka 2050 ya kujenga uchumi wa dola trilioni 1, tafsiri yake ni kwamba kwa mwaka mmoja uzalishaji wa dola trilioni 1, wakati jumla tulichokizalisha kwa miaka 25 ni dola trilioni 1.15. Kwa katika picha pana ni kwamba tunafikiri kwamba tujenge huu uchumi katika miaka 25, itakapofika mwaka 2050 mwaka mmoja huo na uzalishaji sawasawa na miaka 25 iliyopita, sawa kutokea siku ya leo kurudi nyuma. Kwa hiyo ndio picha pana ya kutazama mambo. Sasa hii ina maana gani? Ina maana kubwa kwenye miundombinu, ina maana kubwa kwenye sheria, ina maana kubwa kwenye sheria, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameelekeza mamlaka zote zifanyiwe marekebisho ya sheria zake ili kuhakikisha kwamba zinaondoa vikwazo vyote ambavyo vingeweza kuwa vinakwaza uwekezaji wa sekta binafsi, kwa sababu dira yenyewe na mpango wa miaka 5 unataka sekta binafsi changia 70%. Kwa katika picha hiyo, PPP ni moja ya taasisi ambayo sheria yake inakwenda kufanyiwa marekebisho kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inakidhi mahitaji ya sasa. Kupitia ubia kuna mengi ambayo yamefanyika katika kipindi hiki cha miaka 4 na kidogo ya Rais Samia Suluhu Hassan, ukilinganisha na huko tulikotoka, kwa maana ya kwamba wakati Rais Samia anaingia madarakani, miradi ya ubia ilikuwa na thamani ya dola bilioni 1, around trilioni 2.5 za Kitanzania, lakini sasa kufikia mwaka 25 miradi ya ubia imefikia thamani ya shilingi trilioni 8.5. Kwa hiyo kuna nyongeza ya miradi ambayo ina thamani ya shilingi trilioni 6 katika kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan. Unaweza ukaona kwamba ni mabadiliko makubwa sana. Ingawaje ukitazama sasa katika picha ya dira yenyewe ya mwaka 2050, unaona mahitaji ni makubwa zaidi ambayo yanahitaji mchango mkubwa wa sekta binafsi. Ndio maana tunakwenda kurekebisha sheria zetu, lakini inahitaji mchango mkubwa wa sekta binafsi, na ndio maana tunatazama namna gani ya kujenga miundombinu. Utaona kwamba imejengwa miundombinu mingi ya kiuwekezaji. Kuzungumzia uwekezaji wa sekta ya umma umefanywa kwenye thamani ya takribani shilingi trilioni 92. Yote hii sehemu kubwa ni miundombinu ambayo imejengwa kwa ajili ya kurahisisha hayo mazingira ya biashara, kwa sababu mazingira ya biashara yana picha mbili kubwa au tatu. Picha ya kwanza ni picha ya kisheria, lakini picha ya pili ni picha ya kimiundombinu kurahisisha biashara.